Sawa, leo tutaweka tanga kuu na tutasafiri haraka. Tunarudi tena kwenye Yohana sura ya 14 kwa ziara nyingine hapa kwenye chumba cha juu. Wanafunzi wamekata tamaa. Wamechanganyikiwa kuhusu kile ambacho Yesu amewaambia hivi punde. Yeye atawaacha. Wao hawataweza kwenda pamoja naye. Kwa kweli hawana hata wazo kwamba msalaba uko masaa machache tu mbele yao. Sasa mwanafunzi Tomasi mara nyingi hupata sifa mbaya kwa kuwa mvivu wa kujifunza darasani. Lakini sasa atakuja kuuliza swali, na kwa kweli nashukuru kwamba alifanya hivyo. Swali lake litafungua mlango kwa moja ya kauli zenye nguvu zaidi katika Biblia nzima kuhusu wokovu. Mazungumzo yao yanaanza hapa kwenye mstari wa 3 na Yesu anasema, na kama nikienda na kuandalia mahali, nitarudi tena na nitawachukua kwangu, ili pale nilipo nanyi muwepo pia, na mnajua njia ya kwenda pale ninapokwenda. Tomasi akamwambia, Bwana, hatujui unakokwenda. Tunawezaje kujua njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Hakuna mtu anayekuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia kwangu. Sasa katika lugha ya asili, mkazo unaweza kueleweka hapa kwenye mstari wa 6, mimi ndiye njia pekee. Mimi ndiye ukweli pekee. Mimi ndiye uzima pekee. Sasa nataka kuelezea kila moja ya kauli hizi katika jibu la Kristo lenye kina kikubwa kwa Tomasi. Kwanza, Yesu anasema, mimi ndimi njia. Sasa Yesu hamwambii Tomasi na wanafunzi wengine kwamba atawaonyesha njia ya kwenda mbinguni, anawaambia kwamba yeye ndiye njia. Na niambie, hilo linatulia zaidi moyoni. Fikiria umefika kwenye mji usiofahamu, unatafuta mahali pa kulala usiku huo, lakini simu yako imezima na umesahau chaja yako na hakuna gts. Utahitaji kumtafuta mtu wa kukuonyesha njia ya kufika hoteli iliyo karibu. Kwa hiyo unaingia kwenye kituo cha mafuta unaingia ndani na mhudumu anakuambia, kuna hoteli mtaa wa pili, shuka huko kisha ugeuke kushoto, uende maili 3 halafu ugeuke kulia. Kisha kwenye taa ya pili ya barabarani utageuka tena kushoto. Sasa hiyo inasaidia, lakini fikiria kama angekuambia, sikiliza, naondoka kazini baada ya dakika 5, nitakupeleka mwenyewe. Sasa katika hali hiyo hakuambii njia, yeye mwenyewe anakuwa njia. Hivyo ndivyo Yesu anavyosema, mimi ndimi njia. Kwa maneno mengine, nitakupeleka mwenyewe siku moja ukae nami. Sasa kuna watu wengi huko nje wanaotaka kuchagua njia zao wenyewe. Wanafikiri wanaweza kufika mbinguni kwa njia yoyote inayoonekana sawa kwao. Sasa ngoja nikuambie, hiyo sio tu ni upumbavu, bali pia ni hatari. Biblia inasema kuna njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Mithali 14 mstari wa 12. Ufuati njia yako, unafuata njia yake. Halafu pili, Yesu anasema hapa, mimi ndimi kweli. Kama unataka kujua ukweli kuhusu mbingu, msikilize Yesu. Kama unataka kujua ukweli kuhusu jinsi ya kuishi maisha yako, mfuate Yesu. Kwa kweli, kama unataka kujua Mungu anavyotenda na anavyoongea, basi mtazame Yesu. Yeye ndiye mfano halisi wa Mungu. Hicho ndicho Mtume Paulo alimaanisha alipokuwa anaandika katika barua yake kwa Wakolosai, kwa maana ndani yake, yaani Yesu Kristo, unakaa utimilifu wote wa uungu kwa mwili. Wakolosai 2 mstari wa 9. Kwa hiyo kama unataka kujua Mungu yukoje, mtazame Yesu. Kama unataka kujua nguvu za Mungu zikoje, basi angalia nguvu za Yesu kama zinavyoonyeshwa kwetu kwenye Maandiko. Yeye ndiye mfano halisi wa Mungu mwenye nguvu zote katika mwili. Sasa swali ni hili, je, Yesu anasema ukweli? Jamii isiyoamini inaona Biblia, unajua, kama mkusanyiko wa hadithi za kale na ngano tu. Je, huyu seremala kutoka Nazareti anabuni hadithi za kufikirika, unajua, ili tu apate wafuasi? Je, anasimulia tu hadithi za maadili na hadithi za ujanja? Au yeye mwenyewe ndiye ukweli?
Basi ushahidi mkubwa kabisa kwamba yeye ndiye ukweli ni huu: kaburi lake ni tupu. Alifanya kile alichosema angefanya, alifufuka kutoka kwa wafu. Na kwa njia, waanzilishi wa dini zote kuu duniani leo wana jambo hili moja linalofanana: wamekufa, wako makaburini mwao. Lakini tofauti na hao, Yesu yu hai. Mafundisho ya Yesu pia yanatofautiana na yale ya dini zote za dunia. Kwa nini? Kwa sababu wao wanakuambia ufanye mambo mengi ili uweze kufika kwenye toleo lao la peponi. Yesu ndiye pekee anayesema hauhitaji kufanya chochote. Unachotakiwa ni kuamini tu kwamba tayari nimekamilisha yote kwa ajili yako. Weka imani yako kwangu. Sasa la tatu, Yesu anasema mimi ndimi uzima. Unajua, Mtume Yohana alivutiwa sana na neno hili uzima. Neno hilo ni kwa Kigiriki. Analitumia neno hili dogo zaidi ya mwandishi mwingine yeyote wa Biblia, na hapa, kama ilivyo mara nyingi, linabeba maana ya uzima wa milele. Sikiliza mpendwa, kama unataka kuishi maisha yenye thamani sasa hivi na baadaye kufurahia upeo wa uzima wa milele, basi kuna njia moja tu ya kuupata: kwa imani katika chanzo cha huo uzima. Yesu anasema yeye ndiye huo uzima. Mimi ndimi uzima. Kisha anaongeza, hakuna mtu anayekuja kwa Baba isipokuwa kwa njia yangu. Unajua, dini zote za dunia zinajaribu kufanya jambo lile lile, kumchukua mtu mbaya na kumfanya awe bora zaidi. Lakini ni Yesu Kristo pekee anayestahili kuchukua watu waliokufa na kuwapa uzima. Miaka kadhaa iliyopita nilisoma kuhusu moto wa kusikitisha huko Colorado. Makala moja kwenye gazeti ilielezea hadithi ya wazima moto 35 waliopona kwenye moto huo wa mlima Storm King, lakini kwa masikitiko ikasimulia kuhusu 14 waliopoteza maisha. Kitu kilichonivutia ni kwamba vifo vile vilisababishwa zaidi na uamuzi usio wa bahati. Bila shaka, wakati huo walikuwa na sekunde chache tu kuamua la kufanya. Kila mzima moto, inaonekana, hubeba kwenye mkoba wa mkanda blanketi linaloitwa shelter. Ni tabaka jembamba la foil ya alumini iliyoshikizwa kwenye tabaka la kioo chembamba. Ni kama kitambaa. Kwa kweli ni chini ya inchi 1 kwa unene. Ina uzani wa takriban pauni 3. Inaweza kufunguliwa ili mzima moto alale chini yake wakati wa dharura, na inatoa ulinzi mdogo dhidi ya moto. Sasa wazima moto walikuwa wameweza kudhibiti moto ule mlimani usizidi ekari 50, lakini alasiri ya Jumatano upepo mkali ulirudisha moto ule kwa nguvu kiasi kwamba ukafunika ekari 2000 chini ya saa 5, na wazima moto wengi wakajikuta wamezingirwa. Kwa kweli, mzima moto mmoja aliyefanyiwa mahojiano baadaye alisema kwamba bila onyo moto ule ulilipuka ghafla. Ilikuwa na sauti kama kimbunga na kila mtu alikimbia kutoka pale haraka walivyoweza. Lakini mzima moto mmoja alinukuliwa akisema wale waliotumia makazi yao walikufa, na wazima moto walioweza kurudi chini kwenye ardhi iliyokuwa tayari imeteketea ndio walinusurika. Unajua, niliposoma hilo nilifikiria kuhusu wanadamu wasiookoka wakikimbia kwa maisha yao mbele ya moto wa hukumu ya milele, wakitumaini, unajua, kwenye tabaka dogo la matendo mema, tabaka dogo la ubatizo au pesa au maadili. Wapendwa, hakuna hata moja kati ya hayo litakaloweza kustahimili joto la ghadhabu takatifu ya Mungu. Wale pekee watakaonusurika kuishi mbinguni pamoja naye ni wale wanaosimama kwenye ardhi ambayo moto wa ghadhabu ya Mungu tayari umeshawaka. Na rafiki yangu, ardhi hiyo si nyingine bali ni Yesu Kristo, kwa maana juu yake ghadhabu ya Mungu tayari ilidhihirishwa, na wote wanaosimama ndani yake wako salama. Biblia inaahidi hivi: mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi saa 6:23. Hivyo basi, hapa ndipo palipo na faraja ya kweli na halisi kwa mioyo iliyosumbuka.
Kama umepotea, basi Yesu Kristo ndiye njia. Kama umedanganywa na kuchanganyikiwa na dini za dunia na watu wengine, Yesu Kristo ndiye ukweli. Ikiwa maisha yako hayana maana leo, Yesu Kristo ndiye uzima. Msikilize, mfuate, mwamini. Anakueleza ukweli. Na anapomtangazia Thomaso na hawa wanafunzi, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakuna mtu anayekuja kwa Baba isipokuwa kwa kupitia mimi. Yesu Kristo ndiye njia pekee. Yeye siyo moja kati ya njia nyingi. Yeye ndiye njia. Yeye ndiye ukweli. Yeye ndiye uzima. Mwaminie, na hiyo italeta faraja ya milele moyoni mwako, na faraja hiyo inaweza kuanza leo. Basi hadi tutakaporudi tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.